Tunaendelea na Wizara ya Kilimo. Sasa namuita Mheshimiwa Devota Daniel, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake. Kwa niaba Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majale aulize swali hilo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa naomba swali la Mheshimiwa Devota Daniel namba 549 lipate majibu ya serikali. Asante. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Serikali inaendelea kuhamasisha wakulima kuongeza uzalishaji na tija ya mazao ya kilimo nchini, ikiwemo mkoa wa Kagera, ili kuongeza upatikanaji wa malighafi za viwandani. Katika kufanikisha hilo, wizara imeendelea kutoa ruzuku ya mbolea kwa wakulima, kuendelea na upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mabwawa manne na skimu 14 yenye ukubwa wa hekta 19,000 yatakayonufaisha wakulima takribani 30,500 na ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika bonde la Mtongono litakalonufaisha wakulima takribani 25,000 katika halmashauri za wilaya za Muleba, Ngara na Bukoba. Pia wizara imesambaza seti 58 za vifaa vya umwagiliaji katika halmashauri za Bukoba 15, Ngara 18, Muleba 10 na Misenyi 15, na kuanzisha vituo vitatu vya kutoa zana za kilimo katika halmashauri za Misenyi, Muleba na Karagwe. Mheshimiwa Dr. Neema Majule, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Na maswali mawili ya nyongeza. La kwanza, pamoja na majibu mazuri sana ya Mheshimiwa Naibu Waziri, yanaonyesha kweli serikali imefanya jitihada kubwa kuhakikisha wakulima hawa wanapata nafuu na pia wanapata huu ujuzi na hata kuweza kujengewa uwezo. Lakini je, serikali ina mpango gani sasa kuhakikisha kwamba wakulima hawa na hasa exporters wanapata nafuu ya bei, kwa maana soko la kahawa linayumbishwa sana na bei ya soko la dunia? Lakini swali la pili, Mheshimiwa Naibu Waziri, kipindi kilichopita, awamu iliyopita, miaka 5 iliyopita, serikali yetu ilibainisha mazao ya biashara Tanzania nzima na kuyajengea uwezo, yani kuyajengea wakulima uwezo. Na kama sisi hapa Dodoma, zao letu sisi zabibu tunaita dhahabu ya Dodoma. Swali langu ni hili hapa: serikali imewekeza kiasi gani kwenye kutafiti na kutathimini mazao yetu yanapata nafasi kwenye soko la dunia, hasa kuhimili ushindani wa bei? Asante. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimshukuru sana Dr. Majule kwa maswali mazuri ya msingi ambayo ameyauliza. La kwanza ilikuwa ni kuhusu bei ya kahawa ambayo imekuwa ikiyumba kutokana na mabadiliko katika soko la dunia, na mpango wa wizara kwa maana serikali katika kukabiliana na mabadiliko ya bei ilikuwa ni pamoja na kuanzisha mfuko wa kilimo kwa maana Agriculture Development Fund ADF. Lengo lake tu ni kusaidia pale ambapo kunakuwa na mabadiliko ya bei ili kumsaidia mkulima kumkomoa katika kipindi cha kiwango cha chini. Kwa hiyo ni sehemu ya mpango ambao tuko nao na ndio jitihada kubwa ambayo tumekuwa tukifanya. Lakini katika wakati mwingine tunaoendelea kufanya ni kuhimiza sasa matumizi ya kahawa ndani ya nchi, lakini na kuongeza value ya ile kahawa, badala ya kuiuza ikiwa raw kwa maana ya malighafi, iuzwe ikiwa imeshakuwa semi finished au finished product kwenda kwa ajili ya mauzo zaidi. Kwa hiyo hizo ndio hatua ambazo sisi serikali tumekuwa tukizifanya kwa sasa. Lakini kuhusu uwekezaji, tumefanya uwekezaji mkubwa wa kuhakikisha kwamba tunapata bei nzuri kwenye masoko yote hapa nchini, na ndio maana katika maelekezo ambayo tunayafanya sasa hivi ni pamoja na kutumia balozi zetu nje ya nchi kutafuta masoko kwa ajili ya bidhaa zetu, ikiwemo zao la zabibu ambalo linalimwa hapa nchini. Kwa hiyo tunaendelea kufanya hivyo na tutaendelea kuwekeza fedha nyingi ili mazao yetu yaweze kupata bei nzuri na ya uhakika kwa ajili ya faida ya wakulima na nchi yetu kwa ujumla. Asante.